Msigwa DC Kasesera nusura wa Chapane. Boti ya Magufuli ni jipu yasitisha safari za Dar Bagamoyo yakimbizwa Mtwara. Mkuu wa bandari Tanga kikaangoni. Hilo ni gazeti la Tanzania Daima. Gazeti la Uhuru lenyewe linasema Majaliwa atinga bandari ya Tanga aibua madudu. Operation maalum dhidi ya bodaboda. Rais Museveni aelekea kushinda. Simba 6 watikisa Nairobi. Hawa ni simba ambao wametoroka katika mbuga wa wanyama iliyoko karibu na mji wa Nairobi. Serikali yafuta usajili wa vyuo vikuu viwili. Gazeti la Jambo Leo linasema wakaza kamba. Sasa waungana na Rais Magufuli kutumbua majipu. Wasiwasi watanda kwa wafanyakazi serikalini. Vyuo vikuu viwili vyafutwa nchini. Papa Francis aibua mjadala Marekani, na Besigye akamatwa tena Uganda. Hili ni gazeti la Jambo Leo. Gazeti la Zanzibar Leo linasema TCU yafyeka vyuo vikuu vishiriki. Meneja bandari Tanga kitanzini. UNESCO yatua kukagua mji mkongwe. Madaktari bingwa Muhimbili National Hospital kufanya upasuaji wa macho Pemba. RC wizara wavutana umiliki wa mashamba. Gazeti la Nipashe linasema kutesa kwa zamu. Waliokwepa bilioni 18 bandari waanza kulipa. Wabunge wa Marekani wamuombea Magufuli. Majaliwa aibua ufisadi wa bilioni 21.5 Tanga, na wanandoa watajwa kuongoza maambukizi ya VVU. Sumaya mwangukia Makonda, na wagonjwa wanavyokimbia madeni Moi. Hilo ni gazeti la Nipashe. Gazeti la Habari Leo kurasa wake wa mbele linasema Majaliwa aibukia bandari ya Tanga, akuta tishari hazifanyi kazi, zinatumika za kukodi. Bosi apewa muda mpaka leo saa 6 akajieleze. TCU yafunga vyuo vikuu vishiriki viwili. IGP atangaza operation kamata bodaboda. Makamanda wa polisi mikoa yote kusimamia kwa makini. Gazeti la Daily News ambalo ni makhsusi kwa lugha ya Kiingereza linasema meneja bandari ya Tanga ahenyeshwa kwa kuingia mkataba mbovu wa matishari. Vyuo vikuu viwili vyafutiwa usajili kwa kushindwa kutekeleza maagizo ya tume ya vyuo vikuu. Tanzania na Rwanda zakubaliana kuongeza uhusiano na kuhakikisha amani inapatikana Burundi. Kiongozi wa upinzani wa Uganda Kizza Besigye akamatwa wakati kura zikihesabiwa. Daraja la Kigamboni ambalo linatarajiwa kufunguliwa mwezi wa 3 mwaka huu limetembelewa na bodi ya wakurugenzi wa bodi ya manunuzi ambao wamefurahishwa na utekelezaji wake hadi sasa. Gazeti la The Guardian linasema mdhibiti na mkaguzi wa vyuo vikuu viangukia vyuo vikuu viwili, ambavyo hii ni mara ya kwanza kuvifunga vyuo vikuu. Dr. Besigye katika uchaguzi wa Uganda akamatwa wakati upigaji kura ukiendelea. Hoteli 8 hatarini kufungwa kutokana na nini? Hebu chukua gazeti la The Guardian usome. Hoteli 8 kubwa za kitalii huenda zikafungwa kutokana na matatizo ambayo yanatokana na kutokubaliana ya namna ya kuendesha hoteli hiyo, kwa kuongeza viwango vya utozaji kodi. Hapa vile vile kuna swali linauliza shule za serikali ziko wapi? Hii ni kutokana na matokeo ya kidato cha 4 ambapo kumeonekana shule zilizoongoza 10 zote zikiwa ni za binafsi na shule zilizofeli nyingi zikiwa ni za serikali. Hilo ni gazeti la The Guardian. Na sasa tunageukia upande wa michezo na tunaanza na gazeti hili la The Guardian ambalo lenyewe katika kurasa wake wa michezo wa nyuma kabisa linasema kwamba Yanga na Simba katika mchezo utakaotoa au utakaoamua ubishi siku hii ya leo.
Na Majaliwa, yani Waziri Mkuu Majaliwa, aonyesha upendo wake katika michezo, na Nape ni mgeni rasmi katika pambano la bondia wa Tanzania Francis Cheka na bondia wa Serbia anayefanya shughuli zake nchini Uingereza. Shirika la mchezo wa basketball kwa upande wa